Dunia yetu inazimia. Sio, nilisikia kwamba kuwa bahari watu wameweza kufanya mambo mingi. Sasa dunia yetu kwa kweli inazimia. Hatujui bahari ielekeapo ulimwengu huu. Watu wa dunia, maprofessional, watu wakuu wa ulimwengu wote bado wanaiharibu dunia. Sio dunia kukasirika, maji kukasirika, kwa bahari maji kuhama na kuelekea pande zingine hazifai. Watu wanaoikaa katika kando ya bahari wanakibishwa na bahari pia, kwa kuwa bahari inakasirika pia. Watu wengine wanakula raha zao katika ulimwengu, hawajui kinachoendelea katika ulimwengu. Wengine wamekosa kuyasikiliza yale yaliyo maandiko. Wamekosa kusikiliza njia na ambazo zilizo za maandiko. Wamekosa kuyasikiliza maneno ya Mungu, wakafuata zao zenyewe. Mungu anasema katika kitabu cha Yohana 1:2-15, tusiupende ulimwengu wala mambo yote yaliyomo katika dunia hii, kwa maana ukiupenda ulimwengu, upendo wa Baba umo ndani yako. Watu wengi wamependa ulimwengu na kukosa kuyadhamini mambo yaliyo ya Mwenyezi Mungu. Tazama jinsi watu wanavyokimbia ile hasira ya bahari. Je, na ikifika ni hasira ya Mungu, kutakuwaje? Mungu amekasirika sana na ulimwengu na ambao tunaoishi. Watu wa dunia wanajigamba na kumtukana Mwenyezi Mungu kila siku, shetani huku akiwa anawaongoza. Watu wenye maarifa, wengine wanawazaua watoto wao katika pande zote za dunia, sio kwa bahari, kukibiswa, kupata ajali. Pia wanapoenda makanisani mwao wanasahau Mwenyezi Mungu, wanawazau watoto wao. Wengine hawawajali wenzio, bali wanajijali wao wenyewe, kwa kuwa wameshaupenda ulimwengu. Wanawaacha katika maajali mingi, pia wanawaacha katika hatari ili waweze kukumbwa na kupata ajali katika ulimwengu. Wengine wanaenda katika raha zao, lakini hawaendi katika raha ama furaha ya Mwenyezi Mungu. Wengine wanasubaa katika maisha yao, wengine wanasahau wito wa Mwenyezi Mungu. Wanapoenda kuwasaidia kaka zao, dada zao, pia hao wote wanasahaulika, wanakumbiwa katika ulimwengu kwa kukosa hekima ama faraja ama subira inafaa kuwapata. Sio majengo mazuri kuachwa na bahari. Hii yote kukosa kuwa pamoja na Mwenyezi Mungu. Sio watu wenye ulimwengu kudhoofika na kuangamia. Watoto wadogo kwa wakubwa, wote kupata ajali. Mungu wa rehema atuhurumie sana. Haya yote yanatokea katika ulimwengu huu. Bado vitabu vinaeleza kwamba haya yote kwa kuwa vile watu wanavyoendelea kumtukana Mwenyezi Mungu, hizo zote bado zitakuwa mapigo moja kwa moja. Lakini nataka utazame vizuri wanavyoweza kusifia, wanabeba madokumenti popote waendapo, ili wenyewe wakaonekane watu wenye faida katika ulimwengu. Lakini haya yote hayana faida. Angalia maji yanavyowabeba. Angalia wengine huku wakiwa hauchi, bado wanayasahau kuliko kuongea ya Mwenyezi Mungu. Bado wako meeting kuongea jinsi watakavyojisaidia, watakavyowasaidia watoto wao. Sio magari mazuri, pia manyumba mazuri kuboromoka, vitu vizuri kuharibika. Hivyo vyote, michongo, nguo nzuri, hivyo vyote vinaharibika na kupotea katika uso wa dunia.
Je, swali ni je, hapa sasa ni nchi moja tu. Je, na wakati itakapokuja katika ulimwengu wote nzima, kutakuwaje rafiki zangu? Naomba tung'ang'ane na kuyapokea ama na kuyapoeka ama na kutoweka katika ulimwengu tukiwa ndani ya Kristo. Sio utoweke ama ufe ukiwa mbali, kwa sababu Biblia inasema heri yeye afae ndani ya Mungu ama ndani ya Roho wa Mungu ama ndani yake Mwenyezi Mungu. Kwa kweli watu wanadhoofika, watu bado wanaangamia kwa huu ulimwengu. Dunia bado inazimia kwa kweli. Dunia inaelekea pahali na ambapo hakuna mtu kuweza kuiamsha kabisa. Bado wahubiri bado wanaendelea kuzinzia katika hizi nyakati. Watu waangamia design kama hii. Ndugu zangu, sisi sote tunafaa. Angalia jinsi maji yanavyojaa usoni pa dunia. Mungu akubariki sana. Amen. Barikiwa sana ndugu zangu ambao mnatazama hii chaneli ya habari ya siku za mwisho TV. Popote ulimwenguni, barikiweni. Amina.